Pingamizi la Tundu Lissu limekubaliwa mahakamani. Kutoka kwenye chumba namba 1 cha Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam, mahakama imekubaliana na pingamizi lililokuwa limewekwa mwishoni mwa juma lililopita na mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Kupitia pingamizi hilo ambalo jamhuri ililijibu mwanzoni mwa juma hili, Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo alipinga mahakama kupokea flash disk na memory card kama kielelezo kutoka kwa shahidi watatu wa jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi ambaye anafahamika kwa jina la John Kahaya. Pamoja na mambo mengine, Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyu ambaye amejitambulisha kama mtaalamu wa picha mahakamani hapo hana nguvu ya kisheria ya kuwasilisha kielelezo hicho kutokana na marejeo ya hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali alizowasilisha mahakamani hapo. Hata hivyo, jopo la mawakili wa serikali lililopinga vikali hoja za Lissu kwa kuieleza mahakama kuwa mtaalamu huyo anakubalika kisheria kwa sababu ni miongoni mwa wataalamu walioko kwenye orodha ya walioteuliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Jamhuri pia ilirejea kwenye hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali. Katika uamuzi wake uliotolewa mapema leo Jumatano Oktoba 22, 2025, mahakama kupitia jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru imeeleza kukubaliana na pingamizi la Lissu, kwani shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria ya kuwasilisha kielelezo hicho mahakamani kwa kuwa yeye ni mtaalamu picha za mnato na si mtaalamu picha jongefu video kama inavyohitajika kulingana na kesi hiyo. Hata hivyo, mahakama imesema katika mapitio yake imeona kuwa shahidi huyo ni miongoni mwa wataalamu, yani expert witness, walioteuliwa na DPP na kutangazwa na gazeti la serikali GN 745 ya Disemba 16, 2022, lakini kutokana na kile alichokuwa ameomba kuwasilisha mahakamani hana nguvu kisheria kutokana na utaalamu wake. Ngoja nipitie baadhi ya maoni kupitia habari hii. Mmoja kati ya wadau ameandika wameanza kutoa haki, mtu mwingine ameandika free Lissu, mtu mwingine ameandika jeshi la mtu mmoja. Wakili msomi mwandamizi Profesa Tundu Lissu leo ataendelea kutoa bule shure Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam. Mtu mwingine ameandika Lissu, mota wako ni zaidi ya moto wa gesi, sheria mpaka basi, Mungu akutunze sana. Mtu mwingine ameandika angalau sasa hivi tunaanza kuna mwanga. Mtu mwingine ameandika kamanda kabisa, mbele kuna mwanga. Mtu mwingine ameandika aisee, kuna kitu cha kujifunza. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia taarifa hii ambayo nimekuletea kutokea hapa Jambo TV. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Hakika tumechangamka.